Nataka nishukuru bunge, jana walipitisha sheria ya kutengeneza pesa ya Kenya tukienda mbele. Na nashukuru bunge zaidi kwa kuweka wazi na kutoruhusu watu wa porojo na fitina na propaganda waendeshe propaganda zao katika taifa letu la Kenya. Kwa mara ya kwanza waliulizwa kule bunge, kama unasema kuna kipengele fulani inadhuru wa Kenya kwa njia fulani, tuonyeshe kipengele hiyo ni gani. Walishindwa kwa sababu ni matapeli na ni waongo. Na sababu hiyo ndio mimi nawauliza wa Kenya, tusikubali siasa inayoendeshwa kwa chuki, kwa ukabila, kwa fitina, kwa propaganda, kwa kiburi na kwa kugawanya watu wa taifa letu la Kenya. Mimi nawasihi wa Kenya, kila kiongozi ambaye anasema ile anasema, kwanza aulizwe maswali ya ukweli ya maneno yale wanayosema, ndio tuweze kuwa na taifa ambayo iko na msingi sawa sawa. So mimi nawashukuru wabunge, kwa wale wabunge wote waliopitisha hiyo sheria. History will record that when a time was required to stand for country, you were there. Ile ilikuwa inahitajika ni mtu ya kuamua na akili. Na hivyo ndivyo tutakavyojenga taifa letu Kenya. Hatuwezi kujenga Kenya kwa omba. Hatuwezi. Tutajenga Kenya kwa akili na kwa pesa zetu. Yes. Na tuko na pesa. Hii Kenya iko na pesa. Msikuwe na wasiwasi. Ile mtu ya kupanga ndio alikuwa amekosekana. Na mimi niko hapo. Tapanga. Nyinyi mnanielewa? Yes. Pesa ilikuwa kwa NSSF in 2022. Pesa ilikuwa kwa NSSF ilikuwa bilioni 312. Na hiyo pesa tumekusanya for 60 years. 312 for 60 years. Kwa miaka miwili hiyo pesa kwa NSSF imeongezeka kutoka bilioni 312 sasa ni bilioni 680. Kufikia mwaka ujao itakuwa trilioni 1. 5 years, 10 years, hii Kenya itakuwa something else. Kwa hivyo tulizeni boli, mambo bado. Yes. Sio kama tunaelewana. Hivyo ndivyo wengine wamebadilisha nchi zao. Na sisi tubadilishe yetu. Tuache ukabila, inatuletea hasara, inatugawanya, inaturudisha nyuma. Tuache fitina na matusi na kiburi na mambo haya ya chuki. Haiwezi kusaidia mtu yeyote. Sote tunaweza kufaulu kama taifa moja. Na Mungu anajua ni kwa sababu gani sisi jamii zote tunaishi katika nchi moja. We are one people with a common destiny, and we must work together. And I want to ask all the leaders we work together. Sio kama tunaelewana. Nakubaliana na yale yamesemekana ya kwamba we do not want a violent nation. Shida ya dunia hii, mtu akikosa mpango, akikosa akili, kama akili yake ni kidogo, anatafuta fujo. Ndio mnaona iko goons all over the place. Because our goons ni watoto innocent. Wanatumiwa na wanasiasa bankrupt. Mwenye hawana akili, anaenda anapanga fujo. Napiga watu, naleta hasara. So, Bwana Murkomen na jeshi yako ya polisi,
goons wote wanyoroshwe kiboko, kwa sababu na watafutwe wale wenye kulipa hawa watoto. Yes, watafutwe, kwa sababu huwezi kuacha mtoto yako nyumbani, unaenda kulipa mtoto ya mwingine, unampatia mawe, unampatia panga, rungu, aende apigane na watu wengine. Why? Na sisi ni nchi ambayo tuko na taratibu, tuko na heshima, tunafuata sheria. Sisi ni watu ambao wanaamini demokrasia. So as an organized society, a responsible country, a society that believes in the rule of law, that respects the rights of everybody, we want going forward